kijana wa Kitanzania Paul Sameji ambaye amekuwa akifanya shughuli zake mbalimbali katika nchi ya Tanzania pamoja na Uholanzi. Amenunua vitabu zaidi ya 1300, mabegi na makabati yenye thamani ya milioni 28 kwa lengo la kuvigawa katika shule mbalimbali, huku akianza kwa kutoa vitabu 435, mabegi 437 katika shule ya Crashers, lengo ikiwa ni kuhamasisha usomaji wa vitabu kwa watoto. Jina langu naitwa Paul Peter Sameji. Naishi Uholanzi na Tanzania. Kwa hiyo kwa sababu nafanya safari na kutafuta madonors kama hivi, kwa hiyo naishi Uholanzi na Tanzania. Kwa hiyo nakaa kule miezi mitatu na kuja huku mwezi hivyo, lakini sana sana nakaa Uholanzi. Kijana huyo anasema kwamba kutokana na umuhimu wa elimu pamoja na kumuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika elimu, ameamua kununua vitabu hivyo hapa nchini Tanzania na ataanza kuvisambaza katika maeneo mbalimbali. Uholanzi nafanya marketing kwa ajili ya kampuni yangu, na vile vile nina kampuni nimefungua pale kwa ajili ya kufanya marketing kwa ajili ya safari Uholanzi. Kwa hiyo hilo ndo nalifanya. Yes, hizi ni kati ya juhudi ambazo tunajaribu kumsupport mama kwa kwenye mashule na kwa watoto, hasa kukuza uwezo wao wa kusoma. Kwa hiyo mimi naona ni jambo ambalo najisikia faraja kufanya. Yes, hii ni kutokana na shule zetu za primary. Shule nyingi za primary hatuna library. Sawa, watoto wanapata shida sana kwenye upataji wa vitabu na yani ile access hizi ya vitabu watoto hawana. Lakini hii project ambayo nimeileta, watoto wana uwezo wa kuchukua vitabu na muda wote wanaotaka kwenda kusoma nyumbani bila vipingamizi vyovyote. Kwa hiyo naona ni jambo la maana sana, kwa sababu tukiwakuza watoto kwenye usomaji wa vitabu, uelewa wao unakuwa mkubwa. Kwa hiyo ni jambo mimi ninachofanya ni kutoa tu hela, kuleta hapa, nifanye kila kitu hapa. Kwa hiyo makabati, mabegi, kila kitu tunanunua hapa, tunatoa kwenye library da. Na vyote unavyoviona pale vingi ni vya Kiswahili. Stories, na geography na vitu kama hivyo. Na hii inawapa fursa watoto kupata vitabu bure kabisa, bila kulipia chochote. Na kwenye hivi vitabu ni vitabu vya historia, vitabu vya story tofauti za watoto na stories za kuvutia ambazo zitawafanya watoto wavutiwe zaidi na vitabu na kufanya vitabu viwe rafiki. Na tumeleta makabati kama mnavyoona, makabati yako 8. Haya makabati idea ni kwamba kila darasa liwe na small library. Mr. Thomas S. Mteto ni manager wa Gracia School. Mimi kwa hii project ya Mr. Paul aliyotuletea, kwa upande wa watoto wetu tulishaanza utaratibu wa kuwazoesha kusoma vitabu nyumbani, hasa tukitumia njia ya kuwapa maswali. Tunawaambia nenda topic fulani soma, utapata majibu maeneo haya. Lakini sasa kuongezea na vitabu vya my book buddy, watoto wetu wata increase knowledge sana kwenye usomaji wa vitabu. My name is Christine Gispen and I'm a representative of the Soar Optimist International. That is my club in the Netherlands. I brought my book buddy project to this Soar Optimist, and they did the fundraising to get the money for the school to get it going. And Soar Optimist is a very large international women's service club, and they especially focus on children and women who have less opportunity than we have, than they should have in the world. So that is where the fundraising comes from, and I think it is explained by you, Paul, and also by Thomas, what my book buddy project is.